Lilitokea mwaka 2023 lakini 2026 limejirudia tena, kwa maana kwamba wamelikumbushia tena kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ilikuwa linasambaa mno. Kuna miamba yenyewe bwana ilienda duka, ilienda sehemu ya Uwele, ikavamia, ikaiba. South Africa, Afrika Kusini. Ilienda sehemu ya Uwele hiyo miamba, ikavamia, ikaiba. Sasa kwenye kufuatilia, siku mbili baadaye miamba ikakamatwa, iko na mzigo, inashusha taratibu. Sio kwamba wameiba wakauza, wameiba mzigo wa maana, alafu wamekaa wanapongezana kwa kazi waliofanya. Sasa bwana mwenye duka na wale walinzi walikuwa nao wakawapa ushinizo, either tuwapigishe kazi za kijamii ambazo kazi za kijamii hazina mwisho, au nyinyi mzigo mlioiba upigeni wote. Nyinyi si mna Uwele, mmechukua kiasi fulani, tunataka wote uishe. Zilikuwa kretinga? Ilikuwa mzigo wa maana. Kwa adhabu ni hizo mbili. Option ni hizo mbili. Wachague moja. Waende na ipi? Miamba ukuna kule wakasema sisi tunataka tuzigide. Iko limit ya muda. Hapana, wewe wanasimamia ziishe. Sasa wewe huwezi kumweka mwenye mali siku nzima. Acha shughuli zake, akongoje mpaka ugide umalize. Ina maana kuna muda tunawapa masaa 3. Ngoma ishe. Asante. Sawa Zanzibar sasa hivi ukamatwa kwenye bucha. Kilo 20. Hapo waambiwe sasa kula hii nyama mpaka bucha yote. Miamba ikaanza bwana. Adhabu inategemea mliiba pombe gani. Ndio option waliochagua. Pombe kali. Kali. Miamba inagida. Imefikia wakati sasa. Unafanya kwa ajili ya adhabu, malize mzigo, alafu tayari umeshatosheka uko chakare. Sasa wewe umenishika sawa. Mimi siwezi kumaliza. Bwana, tuangalie na adhabu za kuwapa watu. Unaweza ukaua watu hivi.